Na Yesu asifiwe. Haleluya, mtu wa Mungu. Ubarikiwe sana. Karibu katika wasaa huu wa neno la Mungu, ambapo leo tunaenda kujifunza neno la Mungu juu ya sababu za mafanikio ya kiuchumi katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Uko nami, mimi ni mwalimu Amos Leonard. Barikiwe sana mtu wa Mungu. Haleluya. Tuombe kwanza kabla hatujaendelea mbele. Baba mtakatifu, Mungu mwema na Mungu mzuri, ninakushukuru kwa sababu ya wasaa huu mzuri ambao tunaenda kujifunza neno lako. Ninaomba uwe pamoja nasi katikati yetu, kwa sababu ni ahadi ya maneno yako lisema, waketipo wawili watatu kwa jina lako, wewe unakuwa katikati yao. Hivyo Bwana, sisi tuko mahali hapa tukingojea ahadi yako ya kwamba uko pamoja nasi. Zungumza nasi, kila ambacho umelenga tukipate, basi Mungu ni wasaa huu tunaomba tukipate, na kikawe chachu ya mabadiliko katika maisha yetu. Ninakushukuru Yesu, ni katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sababu 7 za mafanikio ya kiuchumi katika ulimwengu wa roho. Ninajua wengi tunatamani mafanikio, wengi tunahitaji kufanikiwa kiuchumi huku tukiabudu Mungu, lakini huenda yawezekana tukapungukiwa kujua sababu za mafanikio ya kiuchumi katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sababu namba 1 ya mafanikio ya kiuchumi katika ulimwengu wa roho. Sababu namba 1, kujitolea ama kujitoa. Bwana Yesu asifiwe. Kujitolea ama kujitoa. Utoaji. Maana yake hapa tunazungumzia utoaji. Utoaji katika ulimwengu wa kiroho kunamgusa Mungu. Utoaji katika ulimwengu wa roho kunagusa moyo wa Mungu. Kama wewe ni mtoaji wa sadaka, eza kanisani, katika jamii, maana yake unaugusa moyo wa Mungu. Na kwa sababu umeugusa moyo wa Mungu, hivyo Mungu hana budi kukubariki. Mungu hana budi kukupa mafanikio, kwa sababu Biblia inasema fedha na dhahabu vyote ni mali ya Bwana. Kwa sababu ya moyo wa utoaji, kwa sababu ya moyo wa utoaji Mungu anaouona ndani yako, Mungu anakubariki. Naweza kuona katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 9 mstari wa 6 na kuendelea. Biblia inasema, kila mmoja na alete kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala kulazimishwa, maana Mungu hupenda mwenye kutoa kwa furaha. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hupenda mwenye kutoa kwa furaha. Inashangaza sana, mtu wa Mungu unatamani kupata mafanikio makubwa, lakini hauna moyo wa utoaji. Utawezaje kupata mafanikio? Utawezaje kubarikiwa na Mungu ile hali ya kwamba hauna moyo wa utoaji? Utawezaje? Utawezaje? Inabidi ulifahamu neno hili ya kwamba mtu anayemgusa Mungu ni katika masuala ya utoaji. Naweza ukifuatilia hata masuala mazima ya Kaini na Habili katika kitabu cha Mwanzo, unaweza kuona namna gani ambavyo Habili alibarikiwa na Mungu
Pamoja na kwamba yalimkuta mauti, lakini baraka alibarikiwa. Na yule ambaye alikuwa hana moyo wa utoaji, ambaye alikuwa ni Kaini, basi alipata laana kwa sababu alikuwa hana moyo wa kutoa. Kwa hiyo ukiwa na moyo wa kutoa, maana yake wewe utabarikiwa na Mungu. Na Mungu hata kuacha kama ulivyokuwa. Inashangaza ya kwamba wengine wanashiriki baraka za utoaji. Mtu unacho lakini hautoi. Inasikitisha sana. Ili ubarikiwe lazima utoe. Jinsi kwa kadiri unavyotoa ndivyo vile unavyopokea. Na wakati mwingine unaweza ukatoa kile kidogo kwa moyo na Mungu akakupa kikubwa zaidi. Kwa hiyo hii ni sababu mojawapo ya mafanikio katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Katika ulimwengu wa roho, angalia, na hata wale ambao wanapita katika njia feki za ulimwengu wa giza wanafanikiwa. Si kwamba hawatoi, wanatoa sana. Wengine wanatoa kafara, wengine wana madhabahu ambazo wanazijua wenyewe. Zile madhabahu zimeambia toa hiki ili tukupe hiki. Je, wewe mtu wa Mungu, ili ubarikiwe katika madhabahu sahihi ya Yesu Kristo, kwa nini usiwe mtoaji? Lazima utoe ili ubarikiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ubarikiwe. Lazima utoe ili kusudi ubarikiwe. Lazima utoe. Hamna namna utabarikiwa katika ulimwengu wa roho kama hauna moyo wa utoaji. Utakuwa naishia kuona namna gani watu wengine wanabarikiwa, watu wengine wanafanikiwa, wewe bado uko pale pale. Kusoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 28 mstari wa 1, Biblia inasema, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako na kudumu kufanya yale yote ni kuagizayo leo, na baraka hizi zitaambatana pamoja nawe. Ipo gharama ya kutoa. Maana yake ipo gharama ya utii. Kuna gharama ya utii. Lazima kuwe na utii ndani ya utoaji. Eza utoaji wa muda, utoaji wa mali, ama gharama yoyote. Kama haupo ndani hiyo, ndani ya utii wa utoaji, maana yake utachelewa sana katika kubarikiwa. Ili ubarikiwe lazima na moyo wa utoaji. Tembelee watoto yatima, wajane, toa. Kuna wafungwa magerezani, toa ili Mungu aweze kubariki. Kuna moyo wa kujitolea. Unaona shughuli zinaenda sehemu mbalimbali, toa ili Mungu aweze kubariki. Unaona ni kazi zimedumaa za umma, huna budi kujitolea ili Mungu aweze kukubariki. Na jinsi unavyojitolea, na ndivyo Mungu anazidi kukuona. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atakuunganisha na watu sahihi kwa sababu ya utoaji. Ni kazi inafanyika, pengine ni shuleni. Unaona kuna mradi hauko vizuri, labda ni mradi wa maji, na wanafunzi wanatabika, hawapati maji ya kufanyia huduma mbalimbali za kishule. Na wewe una uwezo, kwa nini usiende kufanya? Ukiwa na moyo wa utoaji, hata kama ukitoa kwa kutazama watu, usitazame watu, mtazame Mungu. Ukimtazama Mungu, Mungu atakupa watu sahihi, atakuletea watu sahihi, na utabarikiwa zaidi. Hautahisi kupungukiwa katika utoaji wako. Bwana Yesu asifiwe. Sababu namba 2 ya mafanikio katika ulimwengu wa roho, mafanikio ya kiuchumi katika ulimwengu wa roho: kujituma kwa kazi. Lazima uwe na bidii katika kazi, uwe na moyo wa kujituma katika kazi ili Mungu aweze kukubariki. Wakati wengine wanatafuta mali, wewe umelala kitandani, wewe unacheza magemu, unaenda kumomba Mungu akupe mafanikio, ile hali hauna moyo wa kujituma. Hata Biblia inasema asiyefanya kazi na asile. Bwana Yesu asifiwe. Amka hapo ulipo, kayatafute mafanikio. Imani haikamiliki isipokuwa kwa matendo. Imani inayokamilika ni ile ya matendo. Hauna budi kufanya matendo
ili imani yako iwe thabiti mbele za Mungu. Umemwomba Mungu mafanikio, jaribu kuwa na moyo wa uthubutu. Thubutu, kafanye. Una biashara, una pesa, unahitaji kuanzisha biashara, na umemwomba Mungu, Mungu naomba unisaidie. Na kweli mpe nafasi ya kwanza Mungu ili aweze kukusaidia. Mwambie Mungu, naomba unipe kazi ya kufanya kwa mtaji huo ambao ninao. Una 100,000, una 200,000, 500,000, milioni au zaidi. Mwambie Mungu nionyeshe kazi. Na Mungu atakupatia kazi ya kufanya kwa ufunuo, kwa kupitia watu, kwa ndoto na kwa namna mbalimbali ambazo Mungu ataona akuletee. Mwombe Mungu, lakini fanya kazi kwa bidii. Usiwe ni mtu wa kukaa alafu unasema Mungu mbona haunibariki. Utakuwa unajidanganya mwenyewe. Haleluya. Utakuwa unajidanganya mwenyewe. Hauna budi kuyafuata mafanikio huku ukimwomba Mungu. Unamwambia Mungu, kwa mwakani majira kama haya ninakuwa tajiri mkubwa. Ili uwe tajiri, pamoja na kwamba una mafunuo ndani yako, huna budi kuyafuata. Fanya kazi, fanya biashara, kuwa mtu wa kuthubutu, jaribu. Kupitia hapo Mungu atagusa kazi ya mkono wako. Mungu atagusa kazi ya bidii yako. Mungu atagusa kazi ya bidii yako, na hapo utabarikiwa sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kaona katika kitabu cha Mithali sura ya 10 mstari wa 4. Mithali 10 mstari wa 4, Biblia inasema, mtu mwenye mikono mivivu atakuwa masikini. Unasikia? Mtu mwenye mikono mivivu atakuwa maskini, bali mkono wa bidii, mkono wenye bidii utamridhisha. Haleluya. Mkono wenye bidii hutajirisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hauna budi kufanya kazi, kuwa na bidii, huku ukimwomba Mungu akupe maarifa sahihi namna gani unaweza kufanya hiyo kazi. Usiwe mtu tu wa kulalamika, mbona wengine wanafanikiwa lakini mimi sifanikiwi. Haleluya. Ukiwa mtu wa hivyo, mtu wa Mungu, itashangaza sana mbele za Mungu. Katika ulimwengu wa roho, hauna budi kuchukua hatua ya imani, kwa maana ya kuthubutu na kwa matendo. Ukifanya matendo hayo, maana yake Mungu atakubariki, Mungu atakuinua, Mungu atakuweka katika viwango vya hali ya juu, na wewe utakuwa ni mtu uliyebarikiwa. Hakika utakuwa ni msaada kwa watu wengine, utakuwa msaada kwa jamii, utakuwa msaada kanisani. Kila mtu atakupenda kwa sababu una Mungu. Na kwa sababu una Mungu, utafanya kazi kwa bidii, na bidii yako itawaonyesha watu wengine. Wewe utakuwa ni mfano kwa watu wengine, watakuiga na mambo yataenda vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Sababu ya 3 ya mafanikio ya kiuchumi katika ulimwengu wa roho ni uaminifu na uadilifu. Uaminifu na uadilifu. Hapa naweza nikasema namna gani unaweza kuwa mwaminifu katika matumizi ya pesa. Bwana Yesu asifiwe. Namna gani unaweza kuwa mwaminifu katika matumizi ya mali ambazo Mungu amekupa, katika fedha ambazo umezipata. Inabidi uwe na nidhamu katika matumizi ya pesa ili uwe na mafanikio katika ulimwengu wa roho. Ni kweli Mungu, utamwomba Mungu, utafanya kazi kwa bidii, Mungu atakupa pesa, lakini ukizitapanya bila mahesabu, maana yake zitaisha. Wewe utakuwa ni mtu ambaye unapata kwa mkono huu, zinatoka kwa mkono huu, zinapatikana, zinapitiliza. Hauna akiba ya pesa. Jiwekea akiba. Bwana Yesu asifiwe. Usifanye matumizi ambayo unaona siwe ya lazima. Fanya matumizi yale ambayo unaona ni ya lazima. Kuna wakati unakuta mtu
anapata. Sasa amepata, lakini cha kushangaza unakuta yeye anatumia zaidi ya kila alichokipata. Amepata 10,000 lakini anataka matumizi yake yawe ni zaidi ya 100,000. Amepata 100,000, anataka matumizi yawe ni zaidi ya 2,000,000. Kwa namna gani mtu huyo atafanikiwa? Maana yake hiyo 2,000,000 itamlazimu aingie kwenye mtaji. Itamlazimu aingie kwenye mtaji. Kwa hiyo ukipata 100,000, tenga budget. Walau 50,000 ibaki kwenye akiba, 50,000 itengee matumizi. Sema jinyime. Usitake kuiga. Yaani wewe ishi wewe kama wewe. Usitake kuiga matumizi ya mtu mwingine na wewe uishi kutokana na matumizi ya mtu mwingine. Kutokana na level ya uchumi wako, kuna maisha utaishi nayo kwa furaha. Usitake kulingana na mtu aliyepata 5,000,000, wewe umepata 500,000, uishi maisha sawa na aliyepata 500,000. Kuna vitu vya 100,000 ambavyo vitakusaidia wewe kuishi ile hali. Ukitafuta msingi wa kufika kwenye 5,000,000, lazima uishi wewe kama wewe na sio kuiga mafanikio ya mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Naweza kusoma katika kitabu cha Luka. Kitabu cha Luka 16, Luka 16 mstari wa 10. Biblia inasema, yeye aliye mwaminifu katika jambo dogo, naye ndiye mwaminifu katika mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa mwaminifu katika mambo madogo, basi utakuwa mwaminifu na hata katika mambo makubwa. Kwa maana kwamba kwa namna ambavyo unajijenga katika kipato hicho kidogo ulicho nacho, hata ukipata kipato kikubwa bado utakuwa mwaminifu na hautashuka. Bwana Yesu asifiwe. Sio kama naeleweka? Yaani ukiwa mwaminifu katika kipato kidogo, manake utakapopata mafanikio makubwa utaendelea kuwa mwaminifu, kwa sababu wewe una sustainability. Yaani unaweza kuhimili hata katika kiwango kidogo. Ukipata kiwango kikubwa utahimili, kwa sababu moja, unajua kuishi wewe kama wewe na sio kuiga. Na kwa sababu unajua kuishi wewe kama wewe na kufanya matumizi yako wewe kama wewe kutokana na mahitaji yako, maana yake na hata ukipata bilioni, maana yake utaitumia kutokana na hadhi yako. Haleluya. Kwa hiyo ukiwa mwaminifu katika mambo madogo, basi na hata katika yale mambo makubwa utakuwa mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Lakini pia sababu ya 4 ni maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Ni maarifa. Maarifa. Kuwa na maarifa. Maarifa maana yake ni nini? Unakuwa na ujuzi. Ujuzi namna gani unaweza kuzipata hizo mali? Namna gani unaweza kuzipata hizo pesa? Haleluya. Usiogope. Maarifa sahihi yako kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maarifa sahihi yapo kwa Mungu. Muombe Mungu atakupatia maarifa. Na maarifa Mungu atakupa ujuzi juu ya kila ambacho unakifanya. Ukimwomba Mungu, Mungu atakupa hekima ni namna gani wewe uzitafuta hizo pesa. Pamoja na kwamba unahitaji kuongeza elimu ya kidunia kwa maana kwenda kusoma, kutafuta semina, kutafuta mafunzo, kusoma vitabu, kusoma Biblia na mambo mengine. Unahitaji kumwomba Mungu ili akupatie maarifa, kwa sababu chanzo cha maarifa ni kumcha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hamna maarifa sahihi utayapata nje ya kumcha Bwana. Haleluya. Biblia inasema katika Mithali 1 mstari wa 5. Mithali 1 mstari wa 5, Biblia inasema mwenye hekima atasikia na kuongeza maarifa. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo mwenye hekima atasikia na kuongeza maarifa. Hekima ni uwezo wa kufanya jambo katika usahihi wake. Kufanya maamuzi katika usahihi wake. Hiyo ndio maana ya hekima. Maarifa ya kimungu yatakupatia ujuzi. Maarifa ya kimungu yatakupatia hekima. Na ukishapata hekima, maana yake wewe
utakuwa na uwezo wa kuyafanya mambo yako katika usahihi na ubora na viwango vile ambavyo vinatakiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni mjasiriamali, unaona kabisa unatengeneza product na Mungu atakupatia hekima. Ni namna gani unaweza kutengeneza zile product na watu wakazipenda. Unaangalia quantity na quality ambazo watu wanazipenda kutokana na aina ya market na aina ya soko ambayo wewe unahitaji. Wewe ni mtengenezaji wa sabuni, wewe ni mtengenezaji wa karanga, wewe ni mtengenezaji wa product yoyote. Kwa hiyo ukiomba hekima za kimungu, Mungu atakupa uwezo wa kuona soko na namna gani uweze kutengeneza viwango. Tengeneza bidhaa zenye viwango sahihi vinavyoweza kushawishi Mungu na kuwashawishi wanadamu na ukapata mafanikio katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Sababu namba 5 ya mafanikio ya kiuchumi katika ulimwengu wa roho, kuweka malengo. To set plans. Kuweka malengo, kujiwekea malengo. Usiwe ni mtu wa kutembea bila malengo. Tembea na malengo. Ukitembea na malengo, maana yake utakuwa na nidhamu katika pesa. Bwana Yesu asifiwe. Ukitembea bila malengo, hautakuwa na nidhamu katika pesa. Sijui kama naeleweka. Narudia tena. Ukiwa na malengo, utakuwa na nidhamu katika pesa. Usipokuwa na malengo, hautakuwa na nidhamu katika pesa. Malengo ukufanya kukaa katika mstari. Ukiwa na malengo ukufanya kutumia hekima, maarifa na ujuzi ambao umepewa. Ukiwa na malengo utakuwa ni mtoaji. Utakuwa na moyo wa utoaji. Maana yake unajua kabisa mimi nahitaji kuwa na malengo ya kujenga. Aidha kuwa na frame, kujenga nyumba ya kupangisha. Kwa sababu una malengo, pesa yoyote utakayoipata utatunza. Ama ukitumia hiyo pesa utajua kwamba natumia hii, natunza hii. Na hii ninayotumia ni kwa sababu ya sababu fulani za msingi. Kwa hiyo malengo hukupeleka katika mafanikio ya kiroho, mafanikio ya kiuchumi katika ulimwengu wa roho. Unaweza kusoma katika kitabu cha Luka sura ya 14 mstari wa 28. Biblia inasema, maana ni nani katikati ninyi kama akitaka kujenga mnara, asieketi kwanza na kuhesabu gharama kwamba anayo ya kumalizia. Bwana Yesu asifiwe. Nitarudia. Maana ni nani katikati yenu kama akitaka kujenga mnara, asieketi kwanza na kuhesabu gharama kwamba anavyo vya kumalizia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima utengeneze mipango na plani. Tengeneza unahesabu kwamba katika hiki ambacho mimi nahitaji kukifanya, lazima niketi kwanza ni set mipango kwamba nahitaji kujenga nyumba, hii nyumba itanigharimu kiasi gani. Kwa hiyo unatenga budget yako, mambo yanakuwa vizuri. Na katika matumizi yako unapanga kabisa kama ambavyo nimetangulia kusema. Unapanga, unasema mimi uwezo wangu ni wa 50,000. Sihitaji kutumia 200,000. Kwa hiyo 50,000 hii mimi nitatumia 20,000. Kwa sababu hiyo 20,000, 30,000 nitaweka akiba kwa ajili ya malengo ya baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima uweke malengo. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uweke malengo ili uweze kufanikiwa katika mafanikio ya kiuchumi katika ulimwengu wa roho. Weka malengo na Mungu atakusaidia katika malengo yako hayo. Sababu namba 6 ya kufanya ufanikiwe katika mafanikio ya kiuchumi katika ulimwengu wa roho. Kujitenga na wivu au ushindani mbaya. Wivu ama ushindani mbaya. Wewe unaona mwenzako amefanikiwa, unataka uharibu kila ambacho amekifanya. Huo ni wivu mbaya. Jijengee wivu mzuri. Unaona mwenzako amefanikiwa, amenunua gari, usiende kwa waganga kumharibia kuhusu gari yake.
Usitengeneze fitna namna gani yeye anaweza akaharibia. Usitengeneze majungu. Kikubwa, angalia ni njia gani wewe zinaweza kukufanya wewe ufanikiwe. Fanya kazi kwa bidii, muombe Mungu. Utafanikiwa, utanunua gari na wewe utakuwa na maisha bora. Utaishi wewe kama wewe. Usitamani kuishi kama mwingine, bali tamani kuishi wewe kama wewe, ukiwa na maisha standard, maisha bora ambayo yatakufikisha katika principle na misingi ya kimungu. Utaishi vyema na Mungu na mafanikio hayo. Tamani kuishi maisha ya kimungu na mafanikio yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usiwe na wivu mbaya. Usitengeneze wivu mbaya. Tengeneza wivu mzuri. Namna gani wewe unaweza kujinasua katika maisha na hali hiyo ulionayo? Tengeneza wivu mzuri. Muona mwenzako amefanikiwa, wakati mwingine mfuate, mwambie ndugu yangu, naona wewe umefanikiwa. Ni njia gani umezitumia? Atakuelezea njia. Kama unaona zinakufaa, zitumie. Kama unaona zinakufaa, zitumie. Kama unaona hazikufai, muombe Mungu akupe njia sahihi za kufanya na wewe utafikia mafanikio. Na usiharibu maisha ya mtu mwingine eti kwa sababu amefanikiwa. Ukiharibu maisha ya mtu mwingine kwa sababu amefanikiwa, ndivyo unavyozidi kujididimiza mwenyewe. Kumbuka kwamba dunia hii tunategemeana. Dunia hii tunategemeana. Mafanikio ya mtu mwingine yanaweza kusababisha wewe ufanikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka kwamba yeye amefanikiwa kwa kununua gari. Wewe huna budi ufanikiwe kwa kumuuzia mafuta ya petroli. Naona kabisa hili ni hitaji lake. Amenunua gari, wewe kaanzishe biashara ya kuuza mafuta ya petroli ili yeye aje kununua kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Amefanikiwa kwa kuanzisha duka. Amewarahisishia watu, baadaye walikuwa wanatembea mbali mrefu kwenda kutafuta huduma hizo. Sasa amewarahisishia. Kwa sababu amewarahisishia, kuna vitu vingine itakupasa wewe kumuuzia kwa sababu yeye anauzia, anao wateja. Kamuuzie mchele kwa sababu yeye ana soko kubwa. Na wewe utapata mafanikio kupitia yeye. Lakini unapotafuta kumharibia, maana yake unajididimiza kimafanikio. Hautafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Hautafanikiwa. Ili ufanikiwe inabidi umuombee mwingine afanikiwe ili na wewe uweze kufanikiwa. Na unapofanikiwa pia waombee na wengine wafanikiwe ili muweze kuishi katika maisha ya kutegemea, kwa sababu muundo na mfumo wa dunia hii Mungu ameuumba ameuumba katika mfumo wa kutegemeana. Bwana Yesu asifiwe. Hautaishi maisha ya kwako kwamba wewe unajitegemea peke yako. Utamhitaji huyu, utamhitaji yule. Utakihitaji hiki na kile kitakuhitaji. Kwa hiyo ni maisha ya kutegemeana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapothubutu kuharibu maisha ya mtu mwingine, ndivyo unavyojiharibu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni sababu ya 6. Tukisoma katika kitabu cha Wagalatia 5:6, Biblia inasema, tusijisifu wala tusishindanie wala tusijikosee, kwa kuwa mtazamo mzuri na Bwana Yesu asifiwe. Nitarudia. Hiyo Wagalatia 5:26, Biblia inasema, tusijisifu wala tusijishindanie wala tusijikosee. Haleluya. Maana yake ni nini? Tumsifu Mungu kwa sababu ya yale ambayo ametenda katika maisha yetu, huku tukiwaombea wengine wafanikiwe. Kupitia mafanikio hayo ulionayo wengine wafanikiwe. Lakini kupitia mafanikio hayo alionayo na wewe ufanikiwe kupitia mafanikio hayo. Na Mungu akubariki sana. Sababu ya 7 na ya mwisho. Sababu ya 7 na ya mwisho ni kuamini na kumtegemea Mungu. Mungu ndio yote katika yote. Mungu ndio yote katika yote. Mungu ndio yote katika vyote. Mungu ndiye atoaye utajiri. Fedha na dhahabu vyote ni mali yake. Ukimtegemea yeye, atakupa mbinu na njia za kupata hiyo mali ama utajiri huo katika ulimwengu wa roho. Na yeye akikupa ni vitu ambavyo havina masharti. Ukivitumia vizuri, maana yake vitadumu
na havitakuwa na masharti mengine kama usitembee bila viatu, usivae nguo za ndani, waue si baba na mama au ndugu wa karibu, ukatoa kafara. Ukimtegemea Mungu hakutakuwa na vitu kama hivyo. Ukimtegemea Mungu, Mungu atakupa mafanikio mazuri na wewe utafurahi, na wewe utasema, Mungu, ninakushukuru kwa sababu umenipa mafanikio haya. Haleluya. Mtegemee Mungu. Mtegemee Mungu, mtu wa Mungu. Muombe Mungu. Muombe Mungu, atakupa mafanikio mazuri. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 19 Biblia inasema, na Mungu wangu atawajazeni kila hitaji lenu na utajiri wake katika utukufu katika Kristo Yesu. Maana yake mahitaji yako katika utukufu, sio katika ubaya, katika utukufu na katika Kristo Yesu atakupa. Maana yake yeye hutenda ili jina lake litukuzwe, na yeye hawezi kutukuzwa kwa kukupa mambo mabaya. Atakutukuzwa kwa kukupa mambo mazuri. Hata kama mabaya yakupata, ni kwa sababu tuyajaribu, yatapita na wewe utapata mafanikio mazuri. Kikubwa tu mtegemee Mungu, mtangulize Mungu, mtegemee Mungu, mtangulize Mungu, utapata mafanikio yaliyo mazuri, yaliyo mema, na Mungu atakubariki sana sana. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atakubariki sana sana. Mtegemee Mungu kwa kila jambo. Mpe Mungu first priority. Mpe Mungu nafasi ya kwanza, na yeye atakuinua, na yeye atakujaza. Mwambie Mungu niwe peke yako. Mwambie Mungu niwe peke yako, naweza kutoa mafanikio. Na Mungu, kwa sababu umemnyenyekea, umemtegemea yeye, umempa nafasi ya kwanza, Mungu atakubariki, Mungu atakuinua. Funika macho hapo ulipo niweze kuombea. Baba, nakushukuru kwa sababu ya ndugu huyu ambaye amesikiliza neno hili. Asante Mungu kwa sababu unaenda kumbadilisha na umembadilisha katika maisha yake, na yeye anaenda kupata mafanikio ya kiuchumi katika ulimwengu wa roho. Mafanikio ambayo hayatakuwa na masharti mabaya, bali yatakuwa yanalenga kutukuza wewe na kulitukuza jina lako. Ninaomba muinue, mweke mbali dhidi ya hila zote za shetani. Shetani asimkaribie na mambo yake yote, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Mungu mlinde na mtunze, muweke katika hekima, busara na maarifa yako. Mungu muinue, Mungu msaidie katika mambo yote. Nenda kinyume na mipango ya shetani dhidi yake, ishindwe kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mungu muinue katika maisha yake, mlinde, mpe afya njema. Mungu mpe mafanikio kupitia yeye, hata ndugu zake, familia yake, jamii yake, wote Bwana kubarikiwa kupitia yeye. Nakushukuru Yesu kwa kuwa utamtunza, na Roho Mtakatifu atakuwa pamoja naye. Endelea kumtunza na kumpa imara. Mungu azidi kuwa pamoja na wewe. Ni katika jina la Yesu. Amen. Barikiwe sana. Kama usali, tafadhali nenda kanisani, kama abudu Mungu pamoja na watumishi wa Mungu wanaomtukuza Mungu, wanaomwabudu Mungu kupitia jina sahihi la Yesu Kristo. Jiunganisha na madhabahu sahihi ya Yesu Kristo. Mungu akubariki sana. Kama unahitaji maombi na maombezi, ushauri na mambo mengine, wasiliana nami kwa simu nambari 0786 61 42 mwisho 10. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia namba hii unaweza kutuma ujumbe WhatsApp, ukatuma ujumbe kwa njia ya kawaida, yani SMS, ama ukapiga moja kwa moja. Barikiwe sana. Uko nami, mimi ni Mwalimu Amos Leonard kutoka katika huduma ya Credibility Generation. Ubarikiwe sana sana. Amen.